TET Soma Kwanza TV kwa habari na matukio mbalimbali ya taasisi. Mimi niko hapa kwa ajili ya kuwapongeza sana TET. Unajua Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ni kubwa. Ina taasisi zake nyingi. Lakini wanapopewa jukumu kubwa na gumu, lakini kuwa na consistency ni kitu pekee ambacho niwapongeza. Nimeona taasisi nyingi wanaanzisha mambo yanakufa, lakini nimemsikiliza waziri anasema anawapongeza naye TET kwa consistency ya hii tuzo kuendelea kuwepo mpaka hivi sasa, na akasisitiza iendelee kuwepo hata kama watu watabadilika. Lakini pia kitendo cha kwamba tuzo hii sasa inafahamika duniani kama moja ya tuzo kubwa za uandishi bunifu kimenifariji sana. Lakini pia tuzo hizi itarudisha hamu ya watu kupenda kusoma. Swala la kujisomea limepotea sana. Na ukiangalia mataifa mengi yamewekeza sana kwenye kuandika ili kutunza utamaduni wao. Utamaduni mwingi unaandikwa, unatunzwa kwenye vitabu. Kwa hiyo kitendo cha kwamba maarifa haya yanawekwa kwenye vitabu, leo nimeshangaa kusikia baadhi ya ngoma ambazo nilikuwa nazisikia wakati niko mdogo, lakini mwandishi amenikumbusha kuna baadhi ya ngoma, na nikawaambia vijana wangu kwenye kile kitabu leo tukachukue zile ngoma tuzifanyie mazoezi. Lakini kama zisingeandikwa tusingekumbuka. Tuna lugha 120 tuna lugha 120 hapa Tanzania. Lakini ukiangalia vizazi vinavyoondoka, vinavyoendelea, kuna baadhi ya lugha zitakufa. Kwa hiyo zisipohifadhiwa, vitu visipowekwa kwenye kumbukumbu vizuri za maandishi, tutapoteza sana utamaduni wetu. Kwa hiyo mimi nimekuwa mdau na napenda hizi tuzo kwa sababu zinachochea usomaji wa vitabu. Mjomba, watu wengi wanaamini kwamba umekuwa pia mmoja kati ya mtu mbunifu zaidi. Tutarajie kuona ukiingia kwenye kada hii ya uandishi, manake tumeshuhudia mashairi mbalimbali ukigani, tumeshuhudia ukiwaibua watu, ukiwasherehesha watu na watu wanajisikia vyema zaidi. Pengine tushuhudie kwa mashindano yajayo, tukuone mjomba naye akiibuka kwenye kinyang'anyiro. Nitajaribu. Nimeshawishika kuchukua baadhi ya mashairi kuyaingiza kwenye mashindano. Sasa mimi ni mtu ambaye naogopaga sana kushindwa. That's why ndio maana naogopa sana kushiriki kwenye mashindano. Lakini umeleta kama swali, basi nafikiria ngoja nikalifanyia kazi nione kama naweza nikashiriki wakati fulani. Ndio, lakini unaona umsuli kwamba unaweza ukakomana ukafika hatua moja nzuri zaidi. Sina shaka. Kama watu watapenda, na mpaka unaalikwa kwenye shughuli kama hizi, maana yake wanapenda wanachokifanya. Kwa hiyo je, haya ninachokifanya nikiweka kwenye maandishi, inawezekana kikapendwa zaidi.